Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League msimu wa mwaka 2025-2026, ambapo klabu ya soka ya Yanga Sports Club wamedhamiria kufanya mambo makubwa katika msimu huu, ikiwapo kulitawala soka la Afrika katika mechi za kimataifa ambazo watakwenda kushiriki. Sasa kwa mujibu wa ripoti ambayo imeweza kutolewa na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, kuna nyota ambao watakwenda kuachwa katika kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club ili kuweza kupisha nafasi kwa nyota wengine waweze kusajiliwa katika kikosi hiko cha Yanga Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025-2026, ambapo tayari kuna ripoti ambazo zimeweza kutolewa kuhusiana na ile orodha ya wachezaji wa klabu ya soka Yanga ambao watakwenda kuondoka katika kikosi hicho ili kuweza kupisha nyota wengine waweze kusajiliwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya wananchi Yanga Sports Club, ambao wamedhamiria kufanya mambo makubwa katika msimu mpya wa mwaka 2026-2025. Kabla ya kwenda kuifahamu ile orodha ya nyota ambao wanatarajia kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, bwana, kama unaipenda klabu ya soka ya Yanga, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie nyota wako wawili ambao unawapenda ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club, kisha usiache kushare video hii. Vile vile kama bado hujasubscribe channel yetu, kwa sababu utakapofanya hivyo utakuwa umemsaidia mpendwa wetu wa nguvu. Sasa ngoja tukaifahamu ile orodha ya wachezaji wa Yanga Sports Club ambao wanatarajia kuondoka ndani ya kikosi hicho kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025-2026, kwa sababu tayari kuna baadhi ya nyota ambao Yanga wameshawauza, wengine wapo katika process za mwisho kumaliza mikataba, wengine watakwenda kuuzwa kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025-2026. Tukaenda kuanzia kwa nyota wazao ambao wanatarajia kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa kwanza ni golikipa Abubakar Komeni. Abubakar Komeni tunaona alisajiliwa katika dirisha kubwa la usajili. Golikipa huyu tunaona hajawa na kiwango kizuri cha kuweza kuwashawishi makocha ambao wamepita ndani ya Yanga ili kuweza kupata nafasi ya kucheza. Kwa ripoti zilizopo ni kwamba Yanga wanafikiria kuachana naye mwishoni mwa msimu huu. Nyota wa pili ambaye Yanga Sports Club wanatarajia kumwacha ni The Wonder Kid Dennis Nkane. Mchezaji huyu tunaona alisajiliwa kutoka Biashara United na matarajio ya watu wengi ilikuwa ni kumuona mchezaji huyu ambaye ni mchanga akipata nafasi ya kucheza ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club, lakini imekuwa tofauti na matarajio ya watu wengi. Kwa hiyo Dennis Nkane atakwenda kutolewa kwa mkopo kuelekea katika dirisha kubwa la usajili, yani msimu wa mwaka 2025-2026. Nyota mwingine ambaye Yanga Sports Club mzawa wanatarajia kumwacha ni kiungo mkabaji Jonas Mkude Nungunungu, ambapo mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine mara baada ya kusajiliwa akitokea katika klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa msimu wa mwaka 2023-2024 mpaka sasa hajaweza kupata nafasi ya kudumu ndani ya kikosi cha Yanga na anakwenda kumaliza mkataba na klabu ya soka Yanga za ndani kabisa. Mchezaji huyu anahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Singida Black Stars, huku Namungo nao pia wakiwa na yuinda saini ya mchezaji huyu ambaye atakwenda kuwa huru mara baada ya kumaliza mkataba wake na klabu ya soka Yanga Sports Club mwishoni mwa msimu, kwa sababu Yanga Sports Club hawapo tayari tena kumuongezea mkataba mchezaji anaofahamika kwa jina la Jonas Gerard Mkude. Nyota mwingine ambaye Yanga Sports Club wanatarajia kuachana naye ni mshambuliaji Clement Mzize. Habari za ndani kabisa ni kwamba klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kupokea ofa nyingi za mchezaji Clement Mzize kutoka ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika, ambapo klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kufanya biashara ya kumuuza Clement Mzize. Za ndani kabisa ni kwamba klabu ya soka ya Zamalek inayoshiriki ligi kuu nchini Misri wameweza kuweka ofa kubwa ama dau kubwa kwa ajili
ya kumngoa mchezaji Clement Mzize katika majira ya kiangazi, yani dirisha kubwa la usajili, bila kusahau klabu ya soka ya Olympique de Marseille inayoshiriki ligi kuu nchini Ufaransa, na wao pia wameweza kuweka ofa kubwa kwa ajili ya kumsajili mchezaji Clement Mzize. Kwa hiyo Yanga kwa sasa wanazitafakari ofa hizo ili waweze kumuuza mchezaji Clement Mzize. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Yanga Sports Club wakafanya biashara ya kumuuza mshambuliaji huyu ambaye kwa sasa amekuwa gumzo kubwa barani Afrika. Hao ndio wachezaji wazao ambao wanatarajia kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Sasa turudi katika ile orodha wachezaji wa kigeni ambao Yanga wanakwenda kuacha, na tayari kuna wengine ambao wameshaachwa ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Nyota wa kwanza ambaye Yanga tayari wameshafanya biashara ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Stefan Aziz Ki. Aziz Ki wote tunafahamu ni MVP Most Valuable Player katika msimu wa mwaka 2023-2024, yani mchezaji bora wa ligi kuu Tanzania bara. Yanga Sports Club wameweza kuvuna zaidi ya bilioni 1.2 fedha za kitanzania kwa kuweza kumuuza nyota huyu katika klabu ya soka ya Wydad Athletic Club ya pale nchini Morocco, ama Wydad Casablanca, ambayo anakwenda kushiriki kombe la dunia. Kwa hiyo hivyo tumeona wote Aziz Ki tayari ameanza kuitumikia klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Nyota mwingine ambaye Yanga Sports Club wanatarajia kumwacha ni mshambuliaji Kennedy Musonda, raia wa Zambia, ambapo mchezaji huyu tunaona alijiunga na Yanga Sports Club na alikuwa na mafanikio makubwa katika eneo la ushambuliaji, lakini Yanga hawajaridhishwa na kiwango chake na mchezaji huyu anakwenda kumaliza mkataba na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Yanga hawapo tayari tena kuweza kumpa mkataba mchezaji anaofahamika kwa jina la Kennedy Musonda. Kwa hiyo safari ya Kennedy Musonda ama ndoa ya Kennedy Musonda na Yanga Sports Club inakwenda kufikia tamati mwishoni mwa msimu kuelekea katika msimu mpya 2025-2026. Nyota mwingine ambaye Yanga Sports Club wanatarajia kumpoteza ni mchezaji Clatous Chama Triple C Mwamba wa Lusaka. Chama alijiunga na Yanga kitokea Simba katika msimu na alitarajia kufanya mambo makubwa ndani ya Yanga Sports Club. Alikuwa na uwezo wa kuongeza mkataba mwingine, lakini amegoma kuongeza mkataba wa kile kinachodaiwa kwamba haridhishwi na kutokupewa nafasi ya kucheza ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo Chama ameweza kuweka uwazi mwishoni mwa msimu atakwenda kuondoka katika kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, na kipaumbele kikubwa ameipa klabu ya soka Simba. Iwapo Simba wanataka kumrejesha, basi yupo tayari kurejea ndani ya kikosi cha Simba. Iwapo Simba watamkataa, basi moja kwa moja ataondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga na kwenda kutafuta maisha mengine, huku taarifa zikidai kwamba anaweza karejea nchini kwao Zambia. Tumeshuhudia wote katika mitandao yake ya kijamii ameweza kufuta picha zote ambazo alipiga akiwa na Yanga Sports Club. Ameweza kuacha zile picha ambazo zimefanywa collaboration ama watu ambao waliweza kumshare. Kwa hiyo hizo ndizo picha ambazo zimesalia akiwa na jezi Yanga Sports Club. Kwa hiyo maisha ya Yanga na Chama yanafikia tamati mwishoni mwa msimu kuelekea katika msimu mpya. Nyota mwingine ambaye Yanga Sports Club wanatarajia kumuacha ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Yao Otoulakwas, fullback namba 2 wa kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Sababu za Yanga kumuacha Yao Otoulakwas ambaye anakwenda kumaliza mkataba na Yanga Sports Club ni majeraha ambayo ameweza kumuandama nyota huyu mara kwa mara, na taarifa za ndani kabisa ni kwamba Yanga tayari wameingia sokoni kuweza kuangalia fullback ya kulia ambaye atakuwa na quality ya Otoulakwas. Ukiangalia msimu ya Otoulakwas mechi ambazo amecheza ni chache kuliko majeraha ambayo ameweza kuuguza akiwa nje ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo ndoa ya Yao Otoulakwas ambaye anakwenda kumaliza mkataba na Yanga Sports Club inakwenda kufikia tamati mwishoni mwa msimu. Na nyota mwingine ambaye Yanga Sports Club wanaweza kumpoteza ni golikipa au namba 1 Djigui Diarra, ambaye kwa sasa taarifa za ndani anawindwa na klabu ya soka ya Kaizer Chiefs ambayo inanolewa na kocha wa zamani wa Yanga Sports Club Mohamed Nasruddin Dabi. Kwa hiyo taarifa za ndani kuna uwezekano mchezaji anaofahamika kwa jina la Djigui Diarra akaondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kama Kaizer Chiefs watafikia makubaliano ya kuweza kumsajili nyota huyu. Na nyota mwingine wa mwisho ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Pacome Zouzoua, ambapo taarifa za ndani kabisa zinasema nyota huyu mpaka sasa hajasaini mkataba kwa sababu ana ofa kubwa ndani ya nchi ya Tanzania, ikiwemo klabu ya soka Simba wanatajwa kufanya mazungumzo na mchezaji huyu, bila kusahau klabu ya soka ya Azam nao pia katika mazungumzo na mchezaji Max Zengeli pia. Iwapo mchezaji huyu atashindwa kusaini mkataba mpya ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club, kuna uwezekano akaondoka mwishoni mwa msimu akiwa mchezaji huru vilabu vingine pale Afrika Kusini, nchini Misri
vikitajwa kuilinda saini ya mchezaji huyu fundi Pacome Zouzoua. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Pacome Zouzoua akaondoka ndani ya kikosi cha Yanga kwa kushindwa kusaini mkataba mpya na kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao Yanga Sports Club wanatarajia kuwatema mwishoni mwa msimu, ambao wengine bado hawajasaini mikataba wataondoka kama wachezaji huru, wengine watakwenda kutolewa kwa mikopo, wengine watakwenda kuuzwa. Nini maoni, ni mtazamo kwa orodha hii? Je, kwa upande wako wewe ni mchezaji gani ambaye akiondoka Yanga Sports Club atakwenda kukuuma zaidi? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.